Na msikilizaji, Simama na Kitui kufikia malengo yake. Uratibu kwenye hatua ya kununua transmitter yenye uwezo wa kurusha matangazo yake mbali na kwa njia nzuri yatakayotanua wigo letu na kuwafikia mamilioni ya watu kwa njia ya FM. Unaweza wasilisha mchango kupitia paybill number ni 625625, account number ni 01245085217800, au till number ni 456146 kupitia mitandao yote ya kurusha pesa. Mambo yetu, safari yetu, maisha yetu, utamaduni wetu na imani yetu. Sikiliza idhaa hii kwa vipindi bora, matangazo yenye tija, vile vile ukweli na burudani. Sasa hivi kwenye chuma unaochuma, usipoteze focus yako. Nipo kwenye hatua ya kuweza kumaliza. Weweza kueleza kwamba usiponipata kwenye chemsha bongo vizuri, utanipata kupitia njia pale kwa Marriage Mathematics. Usiponipata pale, utanipata kwenye sehemu ya bao la asubuhi. Na kabisa kwenye bao la asubuhi usiponipata, utanipata kwenye chemsha bongo. Nini kwenye chuma unaochuma. Na usiponipata kwenye chuma unaochuma, sijui utanipata aje. Sijui kwa kiziba mkonga ama nini, lakini inabidi uweze kunipata vizuri. Njia mojawapo rahisi ambayo ya mtu kukufelisha kwenye maisha yako ni kupotezea focus. Usipoteze focus yako. Yani kwamba mtu anataka sasa hivi akuweze kuondoa kwenye mstari wako, atahakikisha amedeal kukuondoa kwenye focus yako. Yani atakutoa kwenye mstari wako, kwenye focus. Mara nyingi ni ngumu sana kujua kama unatolewa kwenye mstari wako. Ni vigumu kujua hadi pale madhara anapoanza kuonekana. Hapo tutajua la kumbe nilishaingia kwa ditch, nimepoteza barabara. Ya kumbe kwa sababu ulishapoteza focus na hukuelewa. Hii ni kwa sababu baadhi ya mambo yatakayo kutoa kwenye mstari yataonekana ni mazuri kwa nje. Ya mambo yanaonekana ni mazuri tu, anaweza kuonekana ni mazuri kwa nje, lakini kwa ndani kuna vijimambo, kuna vitu pale ndani ambao namna hiyo ukivibambua polepole kama unabambua kitunguu, utasema hapana, ngoja wait a minute. Kwa sababu gani? Yani unaondolewa kwenye focus kidogo tu namna hiyo. Na ndio namna hiyo watu wengi wameondolewa kwenye focus. Watu wengi walikuwa na potential kubwa, lakini wameondolewa kwenye focus, na walipoondolewa kwenye focus walikufa ama walikata tamaa zao. Tamaa zao zilikufa. Ya walikufa, fikra zao zilikufa completely, hakuweza kuinuka. For instance, wewe umeandikwa kazi, alafu leo ufutwe kazi, ufukuzwe kutoka kazi. Na labda unajua kwamba hiyo kazi, kupata kazi ni mchakato. Kupata kazi, na hiyo kazi si ati ulipata kwa sababu ya kujuana. Uliingia kwenye interview, ukakuwa grilled vizuri, ukapitia mchakato wote, na sio mara moja, sio mara mbili. Mimi nimeweza kupata interview nyingi sana, na zile ambazo zimenipatia heshima na mahali ambapo nilifanya kazi nikafurahia na nikakaa pale kwa muda mrefu, haikuwa kazi rahisi. Watu zaidi ya 1,000 wanataka ndani watu wawili, wanataka ndani watu watatu, wanataka ndani watu 4, wanataka ndani watu wachache. Sasa inakuwaje ndani ya mkumbo wa watu 1,000 wachague watu 4? Wanataka watu 4 ndani ya huo mkumbo. Yani mnaenda interview ya kwanza, unaenda unafunga, unaomba Mungu na mtafuta Mungu. Mnarudi kwa interview ya pili, tena mnarudi. Interview ya tatu hivyo hivyo. Interview ya 4, interview ya 5, hadi mnabakia watu 10, na watu ndani ya watu 10 wanataka watu 4. Siwezi sahau. Ndio uweze kuingia pale Royal Media Services. Sio kazi rahisi. Yani unapitia interview ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya 4, sasa kabla ujaenda kukutana na panel, unabaki unasema hapana, wacha niende kwanza. Na msalani ni wapi? Unaenda pale, sio unaenda kujisaidia pale msalani, Maliatoni. Wendi Maliatoni kujisaidia. Unaenda pale kuambia Mungu, before I face this panel, give me that favor. Niweze kukubalika machoni pao na niweze kupata hii nafasi. Yani wakati mwingine vitu vingine vinaonekana ni kama ni upumbavu, ni upuzi, lakini vinafanya kazi. Vilinifanyia mimi kazi na vikanisaidia, vikanivusha, na ni hivyo ambayo inajitokeza. Kwa sababu gani? Wakati ambapo unapata kazi kama hiyo, ambao umeisubiria kwa muda, umemwomba Mungu, na unajua hapo hivi ndio hatima yako ya kuinuka ipo, utapata vile vile kuna wale ambao watakutoa kwenye mstari. Wanapokuja kukutoa kwenye mstari, unakubali, unasonga mbele na unamshukuru Mungu kwa muda ambao umekuwa katika eneo lile. Na wakati ambapo wengine walikuwa nalia napo nafuta kazi, wanafukuzwa kazi, mimi nilibaki nimeshukuru na kuondoka. Nilibaki nimeshukuru na kuondoka. Na hadi wa leo sijawahi jutia mbona niliondoka. In fact ninafurahi walinisaidia kuondoka ili niweze kufikiria.
ili niweze kufikiria. Yani badala ya kukasirika na kulia nilibaki nimekubali kuondoka ili niweze kufikiria hatima yangu itakuwaje na niweze kutatua this one for all. Kilichokuja kwenye mawazo yangu wakati huo, nilibaki nimesema siwezi kuwa kila wakati ninajenga alafu wengine ndio wanakuja lazima mimi pia niweze kuwa na mtu wa kuweza kujenga na nikae pale muda mrefu, kwa sababu kuandikwa kuko na kufutwa kuko. Sasa ndakuwa tu kila wakati crisis ikitokea wakati ambapo kulikuwa na vita ambapo ni post election, watu wanajipata mimi niko kwenye mawe baada ya 2008. Sasa niko kwenye mawe, kazi kidogo tena inatokea tena wakati ambapo corona inakuja, the target ninajipata kwenye mawe. Nilibaki nikasema Mungu anisaidie raundi nyingine hata crisis itakuja isinipate katika hatua kama hizo, nijipate kama niko kwenye kasri ambalo siondoki hadi ni legacy ambayo inabaki. It is not an easy thing kukua katika nafasi kama hizo, kwa sababu watu wako wakuweza kutoa kwenye mstari kwa sababu ya fikra zao na mawazo na vyeo vyao na ukubwa. Kuna wale watakutoa kwenye mstari kwa kukupa fursa nzuri, wanakupatia fursa nzuri, unaichukua, kumbe ndio wanakutoa kwenye mstari, ila fursa ambayo sio sahihi kwako. Watakupatia fursa nzuri kwa macho ya banadamu, unaona hii deal yangu ni nzuri, na kumbe wanakutoa kwenye mstari. Yani kuna vitu ambavyo hata wewe ndani ya moyo wako unajua sio sahihi kuvifanya, ila kwa sababu fursa imetokea basi unaamua kuvifanya. Mara sio moja mimi nimeitwa ama nimepata nafasi ya kuweza kusikiza sauti ya Mungu inasema namna gani. Naambia mimi nitaka nikupatia kwako. Sasa sauti kama hiyo unaisikiliza, wewe unataka pesa, unataka kukaa kwenye mji, unataka kutembea vizuri, unataka kuvaa vizuri, umeenda kwenye interview watu 1000, umekuja kwenye interview watu 200, umekuja kwenye interview break down watu 37. Alafu wakati unafikiria sasa, kwa sababu unataka watu 10 ndani watu 37, unaona kwamba hii deal inaenda inaiva, hii inaenda inaiva at least. Alafu unasikia mimi nataka nikupatie cha kwako. Unataka kwenda kuuza maji. Sasa unaamuka unaangalia hiyo sauti, lakini kwa sababu ya imani unatii ile sauti na kufuatilia vile Mungu anavyokuagiza. Sio kazi rahisi. Hiyo sio kazi rahisi, kwa sababu kwa macho ya mwanadamu it is impossible. Unataka kwenda mahali ambapo kuko vizuri. Yani kuna vitu ambavyo mwisho wa siku vinakupeleka usipotarajia. Wengine watakutoa kwenye focus kwa kukuweka uwe busy sana na mambo ya kwao. Yani utapata uko very busy sana umeingia kwenye hiyo kampuni, umefanya kazi kwa bidii, utatuma kushoto kulia masaa 24. Yani hata ukilala hivi kwenye gari linaweza kupitisha kwenye stage yako. Mimi nimejipata katika hatua ya kufanya kazi kwa bidii hadi wakati unapanda ndani ya gari ndio kausingizi kanakuja, alafu unalala mpaka wanakupitisha ile stage ambayo ungeshuka ilishakupita kitambo. Yani kwa sababu unahakikisha hiyo kampuni inabaki imesimama. Umejitolea kwa nguvu zako. Hadi unakuza wewe unaliponga pesa ngapi jamani? Unatumika ni kama tu hii mshahara yenyewe mimi napata. Namba si tuko tu level moja. Sasa mbona nikufiche? We are paid equally. Lakini bana unapiga viraka sana. Unapiga viraka. Kwa kule kupiga viraka ndio unajifunza vitu tofauti. Kwa kule kupiga viraka ndio unazidi kukomaa. Kwa kule kupiga viraka ndio unajua department tofauti. Unapigishwa kiraka pale, unapigishwa kiraka pale. Unapigishwa kiraka pale katika kule kupiga viraka unazidi kukua machua, unakuwa machua. Unakuwa mtu ambao unakubuu. Yani unajikuta uko very busy. Jitahidi sana kuilinda focus yako katika ule ubizi. Yani jikite kwenye kufanya vitu vya muhimu ambavyo vinaweza kusaidia na pale mbele, vitu vinavyokusaidia kusogea kwenye malengo yako makubwa. Na hiyo ndio chuma unaochuma.